Katika ulimwengu unaokimbia kwa kasi kuelekea enzi ya akili bandia, China imechukua hatua nyingine ya kushangaza kwa kuandaa mashindano ya kipekee ya mbio za roboti, tukio linalochanganya sayansi, ubunifu na ushindani wa hali ya juu. Na hii ni TriGen Media. Mbio hizi si za kubuni tu, bali ni uhalisia unaoonyesha jinsi teknolojia inavyoweza kuiga na wakati mwingine hata kuzidi uwezo wa binadamu. Kampuni kubwa za teknolojia kama Abutech Robotics zimekuwa mstari wa mbele kuwasilisha roboti zinazoweza kukimbia, kuruka na hata kufanya maamuzi kwa wakati halisi kwa kutumia akili bandia, yani AI. Roboti hawa hutumia mifumo ya hali ya juu inayojumuisha sensa za mwendo, kamera za kuona mazingira ambazo zimeunganishwa na kompyuta, pamoja na algorithm za kujifunza. Kwa kifupi, roboti hawa huona, hufikiri na hujibu kama binadamu, lakini kwa kasi na usahihi usio wa kawaida. Wakati mwili wa binadamu ukihitaji lishe, mazoezi na maji, hali ni tofauti kwa roboti ambao ndani yao kuna injini ndogo za umeme, betri zenye nguvu kubwa na mifumo ya usawazishaji inayowawezesha kusimama imara hata kwenye ardhi yenye mabonde. Hii ndiyo sababu roboti wanaweza kukimbia bila kuchoka, tofauti na binadamu anayehitaji kupumzika, maji kidogo, lishe bora ili kuhimili mbio. Tofauti kuu kati ya robot na binadamu katika mbio hizi iko hivi: binadamu ana moyo, ana hisia na mipaka ya mwili. Wakati huo roboti anaendeshwa na programu, haumii na hana hofu. Hata hivyo, binadamu bado ana faida ya ubunifu wa papo kwa papo na uwezo wa kufanya maamuzi nje ya kanuni alizofundishwa, jambo ambalo roboti bado wanajifunza. Lakini kadiri teknolojia ya AI inavyoendelea kukua duniani, pengo hili linaendelea kupungua kwa kasi ya ajabu. Binadamu huzawadiwa tuzo na zawadi mbalimbali wakishinda mbio za umbali fulani. Swali linalovutia wengi ni kuhusu roboti, hulipwa kama binadamu ama vipi? Ukweli ni kwamba roboti hawalipwi fedha wala hawana matumizi ya mali. Badala yake, mashindano haya ni jukwaa la maonyesho ya kiteknolojia tu. Ushindi wake huwanufaisha wabunifu na kampuni zilizounda roboti husika. Kampuni hupata umaarufu, uwekezaji na mikataba mikubwa ya kibiashara. Kwa upande wa binadamu, ambao mara nyingi kuna zawadi za fedha, udhamini na mikataba ya matangazo kama ilivyo kwenye michezo mingine ya riadha. Hata hivyo, nyuma ya burudani hii kuna mjadala mzito. Je, roboti watachukua nafasi za kazi za binadamu huko tuendako? Ukweli ni kwamba tayari roboti wanaweza kufanya kazi nyingi za binadamu, kwa kuanzia viwandani hadi huduma za afya pamoja na usafirishaji. Mbio hizi zinaashiria kile kinachokuja, dunia ambayo roboti hawatakuwa tu wasaidizi bali washindani halisi wa binadamu katika baadhi ya maeneo. China, ambayo imewekeza kwa kiasi kikubwa katika teknolojia, inaona mashindano haya kama dirisha la baadaye, mahali ambapo ubunifu unakutana na ushindani. Ni tamasha la sayansi linalovutia macho ya dunia, likionyesha wazi kwamba mapinduzi ya teknolojia hayapo mbali, yako njiani ama tayari yameishafika. Siku moja tutashuhudia mashindano rasmi ya Olimpiki, pengine kati ya binadamu na roboti. Inaonekana si ndoto tena, bali ni swali na suala la muda. Na pengine katika mbio hizo za kesho, mshindi hatakuwa tu mwenye kasi zaidi, bali yule anayeunganisha akili ya kibinadamu pamoja na nguvu ya mashine. Mashindano ya mbio za roboti nchini China si tukio la siku moja tu, bali yamekuwa yakifanyika mara kadhaa katika miaka ya hivi karibuni kama sehemu ya maonyesho makubwa ya teknolojia na ubunifu. Matukio haya mara nyingi huandaliwa ndani ya maonyesho ya kimataifa ya robotiki
kama World Robot Conference yanayofanyika jijini Beijing. Kwa mfano, katika toleo la hivi karibuni miaka ya 2023 hadi 25, roboti wa aina ya humanoid na wale wa miguu minne walishindanishwa katika mbio za kasi, kuruka vizuizi na hata kukimbia kwenye njia zenye changamoto mbalimbali. Haya si mashindano ya riadha ya kawaida, bali ni majaribio ya uwezo wa teknolojia katika mazingira halisi. Na hii ni TriGen Media.